Kundi la kwanza la karibu raia 300 wa Ghana waliokuwa wakiishi Afrika Kusini limerejea nyumbani mjini Accra baada ya kuondolewa kufuatia wimbi la maandamano na mashambulizi dhidi ya wahamiaji nchini humo. Raia hao waliwasili Jumatano na kupokelewa katika uwanja wa ndege na waziri wa mambo ya nje wa Ghana, Samuel Ablakwa, huku nyimbo za kizalendo zikichezwa kuwakaribisha. Kwa mujibu wa mamlaka za Ghana, zaidi ya watu 800 wamejiandikisha kwa safari za kurejeshwa nyumbani, wakisema hawajisikii tena salama nchini Afrika Kusini kutokana na ongezeko la vurugu dhidi ya wageni, iwe ni wenye vibali halali au wasiokuwa navyo. Serikali ya Ghana ilipanga safari hizo maalum za kurejesha raia wake baada ya maandamano na mashambulizi dhidi ya wahamiaji kuongezeka katika maeneo mbalimbali ya Afrika Kusini katika wiki za hivi karibuni. Mmoja wa waliorejea alisema alikuwa ameanzisha saluni ndani ya kontena, lakini ilivamiwa na kuporwa baada ya mashambulizi kwanza. Nilijaribu kuuza saluni yangu lakini sikupata mnunuzi. Niliamua kukimbia kwa sababu ukiwa hai una kila kitu, kwa hiyo nilipoteza saluni yangu, alisema. Mrejeaji mwingine Victor Atsu Togbe alisema maisha kwa wageni nchini Afrika Kusini yamekuwa magumu sana katika wiki za hivi karibuni, na akaishukuru serikali ya Ghana kwa kuondoa katika tundu la simba. Afrika Kusini kwa muda mrefu imekuwa kivutio kikubwa cha wafanyakazi kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika kutokana na kuwa moja ya uchumi mkubwa zaidi barani humo. Hata hivyo, nchi hiyo imeendelea kukumbwa na kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira kinachozidi 30%, hali ambayo imekuwa ikichochea maandamano na vurugu za chuki dhidi ya wageni mara kwa mara. Maafisa wa uhamiaji wa Afrika Kusini walisema ni watu 10 tu kati ya kundi la watu 300 waliorejeshwa waliokuwa na vibali halali vya kuishi nchini humo, huku wengi wakidaiwa kuzidisha muda wa viza zao. Lakini kamishna mkuu wa Ghana nchini Afrika Kusini alikosoa ucheleweshaji mkubwa wa kushughulikia maombi mapya ya vibali vya ukaazi kwa wahamiaji wengi. Waziri Ablakwa alisema watu 26 waliokuwa wamefungwa jela nchini Afrika Kusini kwa makosa ya ukiukwaji wa sheria za viza walikuwa sehemu ya kundi hilo la kwanza lililorejeshwa Ghana. Pia aliahidi kuwa serikali ya Ghana itatoa msaada wa kisaikolojia pamoja na fedha za kuwasaidia kurejea katika maisha ya kawaida. Hofu ya vurugu zaidi imeongezeka baada ya kundi moja la wananchi wa Afrika Kusini kutoa tarehe ya mwisho ya kuwafukuza wahamiaji haramu ifikapo Juni 30 mwaka huu. Mapema mwezi huu, mamia ya watu kutoka mataifa kama DRC, Rwanda na Somalia walikimbia kutafuta ulinzi katika mji wa bandari wa Durban, wakidai kuwa wenyeji walikuwa wakipita nyumba kwa nyumba kuwaamuru waondoke kabla ya tarehe hiyo. Serikali ya Afrika Kusini imesema inaongeza operesheni dhidi ya wahamiaji wasiokuwa na vibali, lakini imewataka wananchi kutochukua sheria mkononi. Kwa mujibu wa takwimu rasmi, zaidi ya wageni milioni 3 wanaishi Afrika Kusini, sawa na 5.1% ya idadi ya watu nchi hiyo, huku zaidi ya 63% wakitoka katika mataifa ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC. Our president, God will bless you, Mahama. Mahama, God bless you, my brother. We appreciate what you do for us. Don't remember Mahama. God bless you. His Excellency, God bless you. Who say man no day? Who say NDC? Allah. Kita mau tinggalnya yang mana?